namba ya siri inayotumika kwa wanaume na wanawake katika swala la ibada. Msimbo au lugha ya Kiswahili kinachoeleweka ni password. Leo nyayo zinasimama hapo kutukumbusha na kutuonyesha na kutuelekeza ni kwa namna gani tunapaswa tuelewe. Sasa kitu ambacho tunaweza nikupe tahadhari ni kwamba kwa nini siwe ni zenye matumaini au msimbo huu uwe ni wenye matumaini? Kwa sababu watu wengi wanaamini kupitia kodi hiyo au password hizo zimewaletea mustakabali bora wa maisha yao. Lakini je, Biblia inatuambia nini hasa? Sura hii ya 4, sura ya 4 ya kitabu cha Torati inazungumza vizuri na inatuelekeza vizuri katika jambo hili la pekee. Anasema, msiongeze neno ninalowaamuru, wala msipunguze, mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu. Anasema ninazowaamuru. Sasa anasema msiongeze wala msifanye nini jamani? Wala msipunguze. Hello. Hivi umeliona hilo fungu kweli? Hello? Ngapi tumeliona? Linachora mstari. Usiongeze wala usipunguze. Katika yapi? Katika yale maneno tunaoamriwa, lengo mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu. Sio Mungu wangu, sio Mungu wa nani, ni Mungu wetu. Maana wakati huu Musa ndiye alipewa maelekezo awaambie wana wa Israeli. Nyayo katika msimbo wenye matumaini. Hebu natuombe. Baba yetu, asante. Leo tena nyayo zako zinasimama katika viwanja hivi, vikitualika wanaume na wanawake kwa habari ya tumaini la maisha lililo mbele yetu. Tusaidie kuelewa siri ya pekee ya kodi hizi ambazo leo zimetumika katika imani zetu. Tuongoe na utuponye kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema hivi, usiongeze neno nitakalowaamuru, na wala usifanye nini? Haleluya. Na wala usipunguze, lengo mpate kuzishika amri. Anasema tupate kuzishika amri ambazo Mungu ametuamuru. Bwana Yesu asifiwe. Sasa zilikuwa ni amri zipi? Yalikuwa ni maelekezo yapi? Fungu la 5, angalieni nimewafundisha amri na hukumu, vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyoniamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo ili kuimiliki. Zishikeni basi, mkafanye nini? Mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili yenu machoni pa mataifa, watakaozisikia amri hizi zote, nao watasema, katika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Kwa maana liko taifa gani kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao kama Bwana Mungu wetu alivyo kila tumitapo? Tena liko taifa gani kubwa lililo na amri na hukumu zenye haki kama Torati yote ninayoiweka mbele yenu? 9. Lakini jihadharini
yako. Ukafanyeni? Ukairinde roho yako kwa bidii, usije ukasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako siku ile uliyoisimama mbele za Bwana Mungu wako Horebu, Bwana aliponiambia, nikusanyieni watu hawa, nami nitawafanya wasikilize maneno yangu, ili wajifunze kunicha mimi siku zote watakazoishi duniani, wapate na kuwafundisha watoto wao. Sasa tumejifunza huko nyuma nyayo katika kanuni. Tulijifunza sheria na kanuni za Mungu. Lakini katika sheria na kanuni, Kutoka 20 fungu la 8 jana tumeliangalia kwa namna nzuri kabisa. Nikisema ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Fungu la 10 anaendelea, katika siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mnyama wako wala mtumwa wako wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa nini? Kwa maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi na vyote vilivyomo, na hivyo akastarehe siku ya 7. Fungu la 11, Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Sasa na naweza nisizungumze sana sasa hivi, lakini nitazungumza kwa upana wake. Kuna fundisho ambalo linatukuta katika kitabu cha Danieli sura ya 7, ambalo linazungumzia juu ya pembe ndogo. Pembe hii ikiwakilisha utawala wa kipapa na mamlaka yake kutoka Vatican, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki, ambaye anawakilishwa na pembe ndogo yenye sifa kuu 2. Sifa ya kwanza ina macho, sifa ya pili ina mdomo, lakini inakoswa masikio ya kusikiliza au ya kushauriwa. Hii ndio sifa kuu. Na katika hayo yote, pembe hii inasimama na mambo makuu 4. Jambo la kwanza, inafanya vita na watakatifu na ilifanya nao. Jambo la pili, inabadili sheria na nyakati na sheria. Jambo la tatu, pembe hii ndogo inanena kinyume na maelekezo ya Mungu, na jambo la 4, inasimama kutawala dunia nzima. Pembe hii ambayo nazungumzwa katika kitabu cha Danieli sura hiyo ya 7 ndio ambayo leo imetengeneza msimbo, imetengeneza kodi katika swala la ibada, na watu wengi wamegeukia pande huo na kuona kodi hizo ndizo funguo za tumaini la maisha yao. Swali ni hili: je, kodi hizo ndizo kodi ambazo Biblia imezikubali au inaunga mkono kwazo, au ni kodi ambazo ni wazo na kanuni za kibinadamu? Lazima tuwe tayari kusikia. Maneno hayo yanapozungumzwa yalitabiriwa kabla hajakuwepo, na yapo kwa sababu yalitabiriwa kuwepo. Sura ya 7 kitabu cha Danieli inafunua vizuri mianzo ya kuwekwa kwa kodi hizi au msimbo huu. Mathayo sura ya 5. Mathayo sura hii ya 5. Sikia fungu hili la 17. Hebu sikiliza. Vitabu vya Mathayo, Marko, Luka na Yohana ni vitabu vinavyozungumza maisha ya Yesu. Kitabu cha Matendo kinazungumza habari ya mitume baada ya Yesu kuondoka. Vitabu vinavyofuata ni nyaraka au barua za mitume au wanafunzi wa Kristo. Sasa Mathayo hii sura hii ya 7 inazungumza, sura ya 5 inazungumza maisha ya Yesu na
namna alivyokuwa akiwaelekeza watu wote duniani. 5:17 anasema, msizani ya kuwa nalikuja kutangua torati au manabii, sikuja kutangua bali kutimiza. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yeye alipozaliwa hakuja duniani kubadilisha. Neno kutangua ni kubadilisha, maana yake kutoka katika vile vilivyokuwa vimewekwa. Ndio maana amezungumza mambo mawili, torati na manabii. Torati inashughulika na maisha ya wana Israeli kutoka kipindi cha wanatoka Misri mpaka wanaingia nchi ya Kanaani. Manabii tunazungumza vipindi vya wale waliokuwa kisimama wakizungumza na Mungu na kuwapa maelekezo. Ndio maana hivi vitu viwili vinazungumzwa. Torati ilishughulika na sheria, manabii walikazia sheria. Yesu amezaliwa kutia muhuri kwamba hizi sheria ni kweli na hakika. Na ndio maana mahali hapa anasema, msizani ya kuwa nalikuja kutangua torati au manabii, sikuja kutangua bali kutimiza. 18, kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. 19, basi mtu yeyote atakayevunja amri moja kabisa katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mawili tena yanatokea hapa. Jambo la kwanza, mwalimu yeyote, kiongozi yeyote atakayefundisha kinyume na sheria au kanuni zilizowekwa na Mungu ataitwa mdogo. Lakini anasemekana yeyote atakayezifundisha kama zilivyo, huyu ataitwa mkubwa. Sheria gani hasa inayokaziwa jioni ya leo? Luka 4:16 jana tuliliona. Yesu ilikuwa ni kawaida yake kuingia sinagogi kila Sabato na kufundisha. Ilikuwa desturi yake. Na tulikaziwa pia na Matendo, mitume nao walikuwa kawaida yao kukutana siku ya Sabato kwa ajili ya ibada. Marko sura ya 2 inatuongezea mambo yafuatayo. Sura ya 2:27 Marko anasema, akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya nini jamani? Ya Sabato. 27, basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Ndiye bosi, ndiye msimamizi, ndiye mkurugenzi, ndiye kiongozi. Na ndio maana anasema hakuna aliye na Sabato duniani. Mwenye Sabato ni Mungu wa mbinguni peke yake. Kwa hiyo wanadamu tumeumbwa kwa sababu Sabato iko, na iko Sabato kwa sababu wanadamu wapo. Na ndio maana Kutoka inakazia mtu yeyote hapaswi kutangua wala kumfundisha kinyume na neno hilo. Luka naye anakazia jambo fulani katika sura hii ya 54 ya kitabu cha Luka. Sikia neno linasema, na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Bwana Yesu asifiwe. 55, na wale wanawake waliokuja naye kutoka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa, wakarudi. 56, wakayatayarisha manukato na marihamu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Hiki ni nini? Ni kisa cha kufa kwa Kristo na kuzikwa kwake. Fungu la 54 inazungumza Kristo alikufa siku ya maandalio kwa mujibu wa Biblia. Kilichokuwa kinafuata Biblia inasema ni Sabato. Walipoliona lile kaburi siku ya maandalio, wakarudi, wakayaweka manukato tayari. Na Biblia inasema kwamba wale wanawake
6 walipoyaweka manukato, siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Sio kwamba kama walivyojiamuru wenyewe, kama ilivyokuwa imeamriwa. Sabato wakapumzika. Na walipopumzika, nini kikafuata? Fungu la kwanza. Siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini, wakayaleta manukato waliyoweka tayari. Bwana Yesu asifiwe. Fungu la pili linatoa jambo la ajabu. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. 3, wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. 4, ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. 5, nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata chini, hao waliwaambia, kwa nini mnamfuata aliye hai kati ya wafu? 6, hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa hapo bado huko Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa mwenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya 3. Alo. Sasa hapa ni kisa cha maisha ya Yesu ya kufa na kufufuka. Zaburi ya 89 inatupatia mambo yafuatayo. Zaburi hii ya 89 inasema maneno haya. Zaburi ya 89, sikia neno hili. Fungu lile la 34 anakazia jambo lifuatalo. Mimi, Biblia yangu natumia neno hilo, mimi sitalivunja agano langu, sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Anasema. Sasa tunachoenda kuangalia ni nini? Kwa nini leo tumegawanyika? Kwa nini? Je, ni msingi upi ambao unatupatia mamlaka ya kila mmoja kuingia kwa namna pendayo katika swala la ibada? Wapi badiliko hili lilianzia? Ikiwa kuanzia mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, mkazo mkubwa ni kukumbuka siku ya Sabato na kuitakasa. Lakini leo duniani tumegawanyika. Wako ndugu zetu Waislamu wanakutana Ijumaa, wako ndugu zetu wa Sabato wanakutana Jumamosi, wako ndugu zetu ambao nao wamegawanyika hasa katika siku ya Jumapili, wanakutana kwa ibada. Je, mkazo mkubwa wa Biblia ni nini? Kutoka 20 anarudia, kumbuka siku ya Sabato itakase. Sasa na hapa Zaburi 89 anasema, neno lililotoka kinywani mwa Bwana hata litangua kamwe. Na Mathayo amesema mpaka mambo yote yatimie. Ni yapi? Kristo kuja mara ya pili. Lakini ukumbuke hata Kristo atakapokuja mara ya pili, jana tuliambiwa na Isaya, mwezi mpya hata mwezi mpya, Sabato hata Sabato, watu waliokombolewa watakuja mbele zake kuabudu. Kwa hiyo ukisoma Biblia hauwezi kukuta kuna badiliko. Mafungu haya ambayo leo yamefunuliwa hapa yanatuonyesha mambo yaliyofanyika siku ya kwanza ya juma. Leo dunia pia inathibitisha hili. Na ndio maana kwa ndugu zetu wa Katoliki kuna Ijumaa Kuu. Wanaielewa kabisa Ijumaa Kuu haiko Jumatano. Yaani iko Ijumaa ile ile Ijumaa Kuu. Na hii msingi wake ni nini? Ni kufa kwa Kristo mwenyewe. Yaani Ijumaa Kuu hawezi wakaiweka Jumanne, wala haiwezi wakaiweka Jumatatu, wala haiko Alhamisi. Inalenga kwenye Ijumaa. Hii ikiwakilisha kufa kwa Kristo. Baadaye inachofuata ni Sabato. Kinachofuata ni Jumapili, ambayo hii ndio wanaiamini ni siku ambayo Kristo alifufuka. Lakini je, kuna maelekezo yoyote ya namna unavyopaswa kutenda? No. Kwa mujibu wa kitabu cha Mathayo sura ya 24:1, baada ya kuandaa yote, siku ya kwanza walikuja kaburini. Walileta nini? Biblia inasema yale manukato
ambayo fungu la 52 hadi 54 limesema waliandaa. Baada ya kuona kaburi wakarudi. Ilichokuwa nafuata ni Sabato, wakapumzika. Siku ya kwanza ya juma wakaenda kufanya kile kinachotakiwa. Sasa badiliko kubwa limewekwa, na badiliko hili limewafanya wanaume na wanawake wengi kuamini kwamba siku ya kwanza ya juma inakubalika na maandiko matakatifu. Lakini ukweli ni kwamba haina msingi wowote wa maandiko matakatifu. Katika Biblia hakuna yeyote ambaye alibadili siku ya Sabato, na ukumbuke kwamba kipindi cha Wayahudi hakukuwa na neno Jumamosi wala Jumapili. Haya yamekuja hapa katikati, ambayo pia kwa Kiingereza kuna Monday, Tuesday, Wednesday na kadhalika. Lakini pia kuna Saturday na kuna Sunday. Haya yote yaliingia zama za kipagani, wakati Rumi ilipokuwa ikikanyaga sheria za Mungu na kuwalazimisha watu wa Mungu wasikanyage. Ilikuwa ikiamini juu ya miungu yake, na majina haya katika asili yake hubeba miungu iliyokuwa inaabudiwa, na ndio maana wameshindwa hata kubadili. Kwa mfano, Saturday ilikuwa ni jina la Mungu aliyekuwa akimwabudu kipindi kile. Sunday ilikuwa ni jina la Mungu waliokuwa akimwabudu kipindi kile. Monday ilikuwa ni jina la Mungu waliokuwa akimwabudu kipindi kile. Paka wakachukua yote wakayaunganisha, ndio tukapata leo kuna Jumamosi, kuna Jumapili, kuna Jumatatu, kuna Jumanne, kuna Jumatano. Kwa Kiswahili maneno haya yanatofautiana na Kiingereza. Kwa nini? Waarabu walipoanza kudai, hasa Muhamedi alipozaliwa, naye akaanza kudai, ndio maana siku ya Jumamosi wakaiandika the Most Day. Mosi ni neno rasimama badala ya kwanza. Jumapili wakaiweka ikawa siku ya pili. Ijumaa ikaangukia kwao kuwa siku ya saba, wakihalalisha siku saba za kuabudu zinaangukia Ijumaa. Wakatoliki au Warumi waliokuwa wakiingiza upagani, wao wakatumia maneno ya Kiingereza. Maneno haya asili yake ni Kilatini, yaliyokuwa yakiwakilisha upagani na kuabudu miungu. Na ndio maana Biblia ukisoma, Agano la Kale limeandikwa Kiebrania, Agano Jipya limeandikwa Kigiriki. Maana zile pembe, wale wanyama wanne walipotokea, Wagiriki au Wayunani walipotawala sana, ndipo Biblia ikaanza kuandikwa. Agano Jipya limeandikwa Kigiriki, Agano la Kale limeandikwa Kibiblia. Wazo la msingi ni nini hapa? Ukianza Mwanzo mpaka Ufunuo hakuna Jumatatu, hakuna Jumanne, hakuna Jumatano, isipokuwa Mwanzo 1:1 hadi 31 kuna siku 6 za kazi. Mwanzo 2 fungu la 2 hadi la 4 kuna siku ya 7 inaandikwa. Kutoka 16, Kutoka 19 na 20 siku ya 7 imeandikwa, ambayo kaitwa ndio Sabato. Mathayo 24 inaandika kabla ya maandalio inayofuata, baada ya maandalio inayofuata ni Sabato. Hakukuwa na Jumamosi. Maneno haya yameletwa na Waarabu ambao walikuwa kidai Ijumaa ingizwe katika swala zima la ibada. Maneno ya Kiingereza yameletwa na Warumi ili yaingizwe kwa habari ya ibada. Wakaikanganya Biblia, wakaigeuza, na mwisho wanadamu wote wakachanganyikiwa. Na ndio maana hata ambaye anasema leo ni Monday, ukimuuliza what is Monday, there is no answer. Lakini yana maana yake. Sasa nina baadhi ya maelekezo yanayobeba ushahidi wa pekee. Kitabu kimoja kinaitwa The Faith of Our Father, Imani za Mababa, ambacho kitabu hiki kiliandikwa na Clovis Chapu. Clovis Chapu aliandika kitabu kinachoitwa 10 Rules for Living. Ukurasa wa 61 anaandika maneno yafuatayo. Sheria za uzima, ukurasa wa 61 cha Kiingereza.
Sababu inayotufanya tutunze siku ya kwanza badala ya siku ya saba haina msingi katika amri chanya. Mtu anaweza kuchunguza maandiko bila mafanikio katika kutafuta mamlaka iliyobadili kutoka siku ya saba kwenda siku ya kwanza. Yaani unaweza ukachunguza, hutapata. Soma Biblia yote usiku na mchana, geuka huku na kule, hautapata. Huyu hakuwa Mwadventista, alikuwa Methodisti, ambao hawa nao wamejitenga kutoka kanisa Katoliki, wakatengeneza vichachi vyao, vikanisa vyao. Kama leo Tanzania tuna Wapentekoste, kama leo Tanzania tuna Walutherani, kama leo Tanzania tuna watu gani, na wa Methodists wako Tanzania. Kwa hiyo huyu akaandika akasema, hakuna kutoka kitabu cha Mwanzo, hakuna msingi au mamlaka iliyobadili sheria kutoka siku ya saba kwenda siku ya kwanza. Kardinali wa kanisa Katoliki, yeye katika kitabu cha Imani za Mababa ukurasa wa 111 hadi 112 anaandika, unaweza ukasoma Biblia tangu Mwanzo hadi Ufunuo na hautapata hata sehemu moja inayodhihirisha kutakaswa kwa Jumapili. Maandiko yanatilia mkazo utunzaji wa Jumamosi kama siku ya ibada. Kurasa wa 110, 112, The Faith of Our Fathers cha Kiingereza. Lakini bado kuna mtu mmoja anaitwa C.B. Haynes, ambaye yeye kutoka kitabu chake cha From Sabbath to Sunday ukurasa wa 35 anaandika maneno haya. Yanasema hivi: wanahistoria wa karne ya 5 karibia makanisa yote duniani wanasherehekea mafumbo matakatifu, anaandika kwenye mabano, meza ya Bwana, katika siku ya Sabato kila juma. Lakini Wakristo wa Alexandria na Rumi kwa sababu ya tamaduni fulani wameacha kufanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Anaandika maneno hayo. Karne ya 5 ilishuhudiwa juu ya jambo kama hilo. Kwa hiyo rekodi zote zinaonyesha kwamba hawa watu waliokuwa wakiongozwa na Alexandria, lakini bado Warumi walikuwa wakisherehekea mambo hayo. Ameaita jina kama mafumbo matakatifu, ambayo watu wote walikuwa wakikutanika hapo. Mungu wetu wa mbinguni anatutaka tuelewe kwamba utunzaji wa Sabato msingi wake ni Biblia. Kupotea kwa usafi wa kanisa. Kitabu kimoja kinachoitwa Apostolic Constitution, kitabu cha 7 sura ya 23 ya kitabu cha Apostolic Constitution, anasema kupotea kwa usafi wa kanisa katika kipindi cha kanisa la mitume lilisimama imara na usafi, lakini Wakristo wa kizazi cha 2 na cha 3 walipokuja, tunaona ushahidi wa kulegeza masharti na upotofu. Kulegeza huku kulipelekea sheria ya kwanza ya Jumapili kupitishwa na mfalme wa Rumi aitwaye Konstantini. Ilikuwa ni tarehe 7 Machi mwaka wa 321 baada ya Kristo. Kitabu hiki kinaandika maneno haya. Akiwa bado ni mpagani, alitoa tamko: katika siku ya kuheshimiwa ya jua, mahakama na watu waliopo katika miji na wapumzike, na kila sheria ya kazi, sehemu ya kazi ifungwe vijijini. Hata hivyo, watu wanaoshughulika na kilimo kisheria wanaweza kuendelea na shughuli zao. Kitabu kingine hicho kinaandika The History of Christian Church, toleo la 1902, toleo la 3, ukurasa wa 380. Sasa mambo ya ajabu ni haya hapa, kwamba shughuli zote za kitumishi zifungwe, ila mambo ya kazi, hapa ametumia neno kilimo, watu wanaweza kushughulika nayo. Na ndio maana hata leo, hata wale wanaotunza siku ya kwanza ya juma, Jumapili kwa habari ya ibada, wakitoka huendelea na shughuli zao kama kawaida.
Yaani ile kwamba siku 6 usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, kwao haipo. Kwa hiyo hii sheria Konstantini aliitia na kulegeza masharti kwamba watu wanaweza kuendelea na shughuli zao baada ya ibada. Lakini utumishi wowote, anatumia neno mahakama, na maeneo yote yafungwe. Ndio maana hakuna shughuli za kiserikali siku ya Jumapili, lakini kuna shughuli za mikono na biashara siku ya Jumapili. Nani aliweka? The Constantine Kings, aliyekuwa kitawala Rumi akiwa bado ni mpagani. Historia inaonyesha vizuri. Kitabu kimoja kinaitwa Historia ya Ecclesiastia. Maneno hayo. Ukurasa wa 739 anaandika maneno haya. Katika mwaka wa 325, Silvester, askofu wa Rumi, alibadili jina siku ya kwanza akiita siku ya Bwana. Na ndio maana katika Biblia ambayo Wakatoliki wengi wanaitumia, Kutoka 20 fungu la 8 hawaiti siku ya Sabato, wanaita siku ya nani? Shika kitakatifu, siku ya Bwana. Ukiwauliza ili limetoka wapi, hawaelewi. Lakini ukweli ni kwamba huyu hapa Silvester akiwa askofu mwaka wa 325 alitoka kutoka siku ya kwanza akabadili akaita siku ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo historia nyingine imeandikwa na kitabu kimoja kinachoitwa The History of Chancery of the Church, toleo la 2, ukurasa wa 316. Maneno haya yanaandikwa: Wakristo hawatajifanya kuwa Wayahudi, kutunza Sabato na kukaa bila kazi siku ya Jumamosi, lakini watafanya kazi katika siku hiyo. Lakini siku ya Bwana wataiheshimu, na hata wakiwa Wakristo, kama ikiwezekana, msifanye kazi yoyote siku hiyo. Maneno yakawekwa hayo. Na hivi vitabu ukiangalia, nenda kwenye maduka ya wenzetu kaangalia, vipo vya kutosha. Binafsi huwa nafurahi sana nikitembelea maduka yao. Siwezi nikatoka sijanunua kitabu. Lazima nikipate nikisome. Ukienda kwenye maduka ya sakramenti hizo wanazouza kwenye maduka yao, unakuta vitabu viko humo vimezungumza vizuri. Vitabu hivi sio vya Wasabato, ni vitabu vinavyoandikwa na viongozi hasa wa kanisa Katoliki. Lakini tumeona kitabu kimoja kilichoandikwa na Methodists akiandika juu ya hali hiyo kwamba hakuna msingi yeyote. C.B. Hans katika kitabu chake Kutoka Sabato kwenda Jumapili cha Kiingereza akaongezea maneno akasema, kama vile manabii wa mpinga Kristo wale wanaoendelea kusema kwamba kazi isifanyike siku ya saba. Sio kama mtakuwa mmemwelewa huyu jamaa. Katika mambo yote Wakristo walitunza Sabato katika karne ya 6. Kwa maana Papa Gregori aliitangua. Na alipoitangua ndipo likaja shinikizo la kutokufanya kazi katika mambo hayo. Huyu jamaa naye alikuwa ni papa, lakini bado alikuwa na uongofu kidogo kichwani mwake. Sasa ndugu zangu, jioni ya leo historia inatuonyesha wazi, kusoma vitabu hivi vinatuonyesha wazi kwamba utunzaji wa siku yoyote ya ibada tofauti na Sabato hauna msingi wote katika maandiko matakatifu. Ukweli ni kwamba Wakristo wote tunaweza tukaingia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Hakuna mamlaka au ruhusa au taratibu wa kutunza siku ya kwanza ya juma. Kinachonishangaza ni ndugu zangu wa Katoliki. Wanaelewa kabisa Yesu alikufa katika Ijumaa Kuu, akafufuka siku ya kwanza ya juma, lakini bado wanaamini ni siku ya kuabudu. Msingi wake sio Kristo, ni mafundisho ya mwanadamu.
asili yake ni pembe ndogo iliposimama kinyume na mapenzi ya Mungu. Mpaka leo viongozi wakubwa wa ngazi ya juu wa kanisa Katoliki, hawa ndio wanaohimiza watu wote kutunza siku hii ya kwanza ya juma. There is no evidence from the Bible. Hakuna ushahidi, hakuna maelekezo kutoka katika Biblia. Mimi na wewe swali la kujiuliza kichwani leo: ninaamini nini katika uchaji Mungu wangu? Ninaamini juu ya maandiko matakatifu kama Mkristo, au ninaamini juu ya maelekezo ya watu kama Mkristo? Kwa nini leo hata ndugu zetu wengi wanaoamini juu ya siku ya kwanza ya juma hawajishughulishi na kusoma neno la Mungu? Ni katika zile zama za giza, wakati Biblia zilipopigwa marufuku, mpaka leo ile roho inawasumbua watu wengi. Lakini sikiliza jambo la ajabu ambalo inawezekana uko mbeleni tukalikazia vizuri. Kuna watu wanaamini kuna Biblia za Wasabato na Biblia za watu wengine. Naomba nikwambie, hakuna Biblia ya Wasabato wala Biblia ya watu wengine. Zunguka dunia nzima, Wasabato hawana kiwanda cha Biblia. Viwanda vya Biblia vimeshikiliwa na mashirika mbalimbali. Na ndio maana utakuta Marekani inachapisha Biblia zinazoitwa King James Version. Ukienda Korea utakuta kuna Biblia. Ukienda pale Kenya kuna Biblia. Na Biblia nyingi ukisiangalia zimeandikwa Society, Kenya Society au Tanzania Society. Wanaposhirikiana, Wasabato hawana kiwanda cha Biblia. Biblia zote ziko chini ya mashirika. Na ndio maana hata wanapobadilisha basi ya maelekezo, wao ndio wanabadilisha, maana wanazishikilia. Na ndio maana swala la kubadili vigezo vile vitakavyokuja, hata watakapoibadili Biblia na kuanza kuileta, wakileta ule ushahidi, kwa sababu wao ndio wanazalisha. Wasabato hawana kiwanda cha Biblia. Zunguka dunia nzima. Ndio maana ubadilishaji wa maelekezo ya Mungu utafanyika kwao. Na watakuja na Biblia mbele ya watu waaminifu wakisema, mbona Biblia hapa imesema fanya hivi na hivi, fanya hivi na hivi? Watafanya hivyo kwa sababu wao ndio watabadilisha. Lakini yule ambaye atajifunza neno la Mungu na kuliamini, huyu ndiye atabaki kuwa salama. Jioni ya leo, nyayo katika msimbo umesimama. Ni kodi za siri zilizowekwa juu ya utunzaji wa siku ya kwanza ya juma. Na washirika wake walioko katika makanisa haya hata washituki, maana ni neno la siri. Wakiamini kwamba ndivyo lilivyo, kwa sababu hawajishughulishi kusoma neno la Mungu. Na ndio maana hata wale ambao wametoka kanisa Katoliki na kutengeneza vikundi vyao hawatoki katika siku ya kwanza ya juma, ambao ndio Jumapili, bado wako mule mule. Na ndio maana hata leo Tanzania kuna muungano wa makanisa ambayo haya yana wakuu wake, ambayo haya yana viongozi wake. Lengo kubwa ni kuyaleta makanisa yote pamoja na kutengeneza kitu kimoja. Mungu atusaidie tukibaki kwa uaminifu, maana yeye husema, tazama nasimama mlangoni nabisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Ya nabii anaongezea nasema Yeremia, kama mkikubali mtakula mema ya nchi, la mkikataa mtaangamizwa kwa upanga. Jioni ya leo yatupasa kubaki kwa uaminifu. Jumapili siku ya kwanza ya juma, Ijumaa siku ya maandalio ya juma, ni siku zilizowekwa kama msimbo, kodi, password ambazo walioko ndani yake hawaelewi kwamba ni udanganyifu wa nani, wakielewa kuwa ni fundisho la Kristo na ni fundisho la kibiblia. Na ndio maana wajishughulishi kusoma neno la Mungu, wao pamoja na viongozi wao, wao pamoja na makatekista wao, wao pamoja na wachungaji wao, wao pamoja na maaskofu wao, hawajishughulishi. Na hata yamkini viongozi wakubwa wakaelewa mambo mengi, ila walioko chini wakafichwa. Hivyo basi lazima wakubali kufungua akili zao kumruhusu Yesu awaongoze. Kanisa Katoliki chini ya uongozi wa Papa linaongoza maelfu juu ya utunzaji wa Sabato ya Bwana na kuinua siku zingine za ibada. Mungu atusaidie tukibaki kwa uaminifu tangu sasa na hata milele kwa jina
jina lake Yesu Kristo, amina. Tusimame. Mungu wetu ni mwaminifu, hata tuacha kamwe. Na nakushauri usibaki tu hivi hivi ulivyo. Soma neno, ingia kwenye historia. Hata kama utavipata vitabu kama vilivyo, vitabu kama hivi, ingia kwenye majukwaa ya kijamii, mitandao ya kijamii. Ingia humo, jifunze, vitu vimewekwa wazi. Jifunze. Ila ukibaki tu kwa kusema kwamba mimi ninaamini katika Upentekoste, naamini katika Uruselani, naamini katika Ukatoliki na vitu kama hivyo, hamna kitakachoendelea. Jishughulishe kusoma. Historia imeweka wazi. Biblia imetoa unabii wake. Kwa jina hilo tunaweza kusimama. Bwana tusaidie. Baba yetu, asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya baraka ambayo leo tena umetuonyesha. Ziko kodi ambazo leo zimeleta tumaini kwa wanaume na wanawake, lakini ndani yake zimebeba hatari kubwa na uangamivu. Wengi wakiamini siku ya Ijumaa, maandalio, ni siku ya kuabudu. Wengi wakiamini siku ya kwanza ya juma ni siku ya kuabudu. Lakini hata wao wakati fulani wanapingana, maana neno lako halina ushahidi juu ya mambo kama hayo. Muhammad alipozaliwa alidai siku ya ibada. Kuinuka kwa ulumi na kuingia katika imani ulidai kusimamia siku ya kwanza. Sasa tuongoe katika maisha yetu. Tuwe watu wa kujifunza, wa kusikia na kutenda. Nyayo zako zisimame zikifanya kazi na tangu sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana atubariki.